Leo nimefurahi, industry yetu in general imepata recognition. Nimefurahi kupata tuzo hii kwa mmoja kati ya wa kwanza kuwahi kupata tangu tuzo hizi zifanywe launching rasmi leo. Nadhani ni tuzo nzuri. Waandishi wa habari tunafanya kazi huwa tunafanya kazi ya huduma, tunahudumia jamii, lakini mara chache sana kuonekana. Sisi tunaonekana kama chombo tu, kama watu ambao wanatoa habari wanakuletea, na ni jukumu letu kufanya, na watu wanajua kwamba ni jukumu lao kufanya, but they never take us, yani huwa hatujawahi kupata ile heshima ambayo inahitajika kutuonesha ukubwa wa kazi ambayo tunafanya. Mimi nimepewa tuzo ya Best Upcoming Journalist, na baadhi ya watu wanashangaa how comes upcoming, kwa sababu wewe ni mkubwa kwenye game, lakini nieleweshe tu kwamba presenter na journalist vinaweza vikawa vitu viwili tofauti, na presenter anaingia ndani ya journalist. Mimi ni journalist, lakini kwa asilimia fulani bado nina ukubwa wa kuweza, nina vitu vya kujifunza na kukua zaidi. So from today nimepata motisha. In the next few years inshallah nilikuwa na ndoto ya kuwa journalist kamili, yani kufanya zaidi na zaidi. So wategemee kuniona kama journalist ile. Yes, inshallah, yeah. Tuzo ni kitu ambacho kinasababisha mtu anakumbukwa kwenye tasnia husika. Kwa hiyo na mimi pia niliona kama kuna nafasi ya mimi kukumbukwa kupitia tuzo hizi ambazo zimeandaliwa na TCRA na TAMU, ambao kimsingi ni watu ambao wapo kwenye sekta yetu ya habari. Nikaona ni vizuri zaidi kushiriki. Lakini pia nimekuwa inspired kwa sababu tumezoea kuona zawadi kubwa mara nyingi zikitolewa kwenye sekta nyingine. Sana mfano juzi tuliona tuzo za comedy hadi ilifikia hatua waandishi walilalamika kwamba why sekta ya habari ndio inasababisha kila kitu kinaonekana, kila aliyekuwa mkubwa amekuwa mkubwa kwa sababu ya sekta ya habari, lakini sekta ya habari inapokuja kwenye swala la zawadi kwenye tuzo inabakia nyuma. Hawa wameonesha utofauti kwa maana ya zawadi, utofauti kwa maana ya organization, na kumleta pia rais haikuwa jambo dogo. Nadhani hii tasnia ni kama tu zilivyo tasnia nyingine za kuhudumia jamii moja kwa moja. Kwa hiyo mimi dedication yangu tu ni kwa jamii, kuendelea kufanya stories ambazo zinahusiana na jamii yetu ya Kitanzania. Tuzo za mwaka huu ambapo ni mara ya kwanza zinafanyika kwa ushirikiano TCRA na TAMU, ni tuzo ambazo kwa sisi wanahabari zimetuamsha sana. Binafsi nimezipokea vizuri kwa sababu moja, imenikumbusha kuwa na wajibu wa kuandika habari za maendeleo kwa nchi yangu. Na hii sio Tanzania tu, wanafanya, ukienda China wanakuwa na program maalum kwa ajili ya nchi tu, miradi ya kimkakati. Sasa kwa hiki ambacho kimeanzishwa hapa, binafsi nadhani kitakuwa na mwitikio chanya sana kwa waandishi wengine ambao hawakupata nafasi ya kushiriki, lakini hata mimi pia imeniongezea ari ya kuendelea kutafuta mazuri zaidi ambayo yanafanywa na serikali, ambayo yenyewe inakuwa na tija kwa jamii ya Tanzania. Binafsi nimeona kuna fursa nyingine kwenye baadhi ya sekta. Kuna sekta nyingine umeona hazina ushindani, kuna mmoja, wawili. Kwa hiyo pia imeniamsha kwamba wakati mwingine nitakuwa na nguvu ya kuziangalia zile sekta muhimu zaidi ambazo zinawagusa wananchi moja kwa moja, na ambazo zenyewe hazijakuwa na ushindani mkubwa sana kwa mwaka huu. Naamini mwakani kutakuwa na ushindani mkubwa, wengi wataleta kazi, lakini hiyo pia ni chachu hata ya sisi wengine tumepata tuzo hizi kujipanga zaidi, kufanya mazuri zaidi hapa ambapo tumefanya. Ni baadhi tu ya wale ambao wamepata tuzo katika usiku huu wa leo wa tuzo za Samia Kalamu Awards 2025, lakini hii inaonyesha ni kwa kiasi gani sasa tasnia ya habari imeweza kuonwa, kutazamwa, na kama Rais Samia Suluhu Hassan alivyoweza kusema katika hotuba yake kwamba ataendelea kuhakikisha kwamba uhuru wa habari unapatikana katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Nyamgumo Mahmud, nyuma ya kamera yuko Eze Films. Hii ni Dost Media.